Tupo katika maeneo ya kwa Mustafa, huku ni maeneo ambayo yanasimamiwa na ndugu yetu anakwenda kwa jina la Fikiri Rajabu. Lakini tulijaribu kuja kuangalia miundombinu ni namna gani jinsi ilivyokuwa katika maeneo haya. Tunashuhudia, nadhani kameramani wangu anaweza kaonyesha namna maji yanavyoweza kuharibu miundombinu na jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika hususan katika barabara hii. Tumeshuhudia baadhi ya wananchi waliojitokeza katika maeneo haya ambao walijitokeza kwa ajili ya kuja kuangalia ni namna gani sasa hii barabara inaweza ikarekebishwa. Kuna hii ni mitaa ambayo inasimamiwa na ndugu yetu anayekwenda kwa jina la Fikiri Rajabu. Yeye ni mwenyekiti wa maeneo ya kwa Mustafa. Wako pamoja na mheshimiwa diwani ambaye na mwenyewe pia yuko katika mahali hapa, lakini tutaenda kuzungumza nao wote. Lakini kabla tujazungumza na uongozi, tutajaribu kupita kuzungumza na wananchi hususan wa maeneo haya waweze kutuambia changamoto mbalimbali ambazo huwa zimekuwa zikijitokeza katika maeneo haya. Tumeona jinsi mazingira yalivyo na jitihada zimefanyika za uongozi wa serikali ya mtaa kunusuru angalau mazingira haya kuweze kupitika. Naomba utuelezee nini kilichoenda kutokea mahali hapa na nini jitihada za uongozi wa serikali ya mtaa walizoweza kufanya ili tu wananchi muweze kupata namna kusafiri katika mazingira ambayo ni salama. Sehemu yetu kama mnavyoiona, hii changamoto yetu sio ya leo wala ya jana wala ya juzi, ni ya muda mrefu. Ndio. Toka kujengwa kwa hili daraja. Sababu kubwa ni haya matundu. Matundu ndio kwa sababu hayajajengwa, hili daraja lipo juu, matundu hayapitishi maji. Tumekuwa waanga, tumekuwa waathirika wa muda mrefu. Barabara zetu zimekatika. Kilio chetu na sauti yetu, tunamuomba mheshimiwa mkurugenzi wa eneo la tukio haje kushuhudia kwa sababu yuko mbali, hajui kilio chetu, anatusikia. Kwa hiyo tunamuomba, tunapaza sauti yetu. Tunamuomba mheshimiwa mkurugenzi afike eneo la tukio, aje kuona, ajue anatusaidiaje. Diwani amekuja, mwenyekiti anapambana bado. Tunamuomba atapofika yeye ndo atajua namna ya kufanya. Haya ni maji machafu yanatoka dampo. Tunayakanyaga, yanaingia ndani, tunalala nayo. Kwa hiyo haya sio mazingira mazuri. Na kwa kuwa yuko mbali, akifika atatuonea huruma na atajua namna gani ya kutusaidia. Sawa, na nikukatisha labda kidogo. Umesema kwamba wito wako mkubwa mkurugenzi aweze kufika mahali hapa. Je, afike mkurugenzi mahali hapa? Unahisi diwani na mwenyekiti wa kwa Mustafa wamejaribu kushiriki kwa ukubwa kwa kiasi gani? Kwa kushiriki wameshiriki, lakini bado hii hali wao katika jitihada zao bado hawana nafasi na wala hawajaweza kukiondoa hichi kivuko. Msimamizi, sijui mtunza fedha, sijui mtunza nani, ni huyo mkurugenzi. Kwa hiyo hata hao kama wakiongea yule hajaona, hawa kweli wanakuja, wanaondoka. Suluhisho la tatizo letu ni mkurugenzi afike. Akishafika ataona, lakini hao wanamwambia, kumwambia tofauti na kuona. Aje aone, nyinyi wenyewe mnaona hali halisi ilivyo. Ndio. Saa hizi mnaona huko majumbani kidogo kwa sababu hicho mfereji tulichokichimba ndio watu tumenusulika, lakini haya ni maji machafu. Maji, ukuta wa dampo umebomoka, maji yanasambaa ovyo mtaani. Kiufupi sisi huko hatuna amani. Kwa kilio chetu ndio maana tunasema tunamtaka mkurugenzi aje. Mwambie hajaona. Akiona labda ataguswa na yeye atajua jinsi namna gani ya kutusaidia. Yaani sisi tunamuomba mkurugenzi afike, aje tu. Naam, kama ulivyosikia, huu ni mama yetu ambao ni wazazi wetu waliotulea, kwa sababu si wengine tumezaliwa katika maeneo ya huku. Kwa hiyo wametulea kwa namna moja au nyingine, lakini rai yake kubwa anadai baadhi ya wananchi wengine ili tuweze pia kujua nini mtazamo wao hususan kulingana na hili. Kwa baada hapo nataka tujaribu kuzungumza nao waweze pia kutuambia nini mtazamo wao hususan nini kinachoenda kutokea mahali hapa. Sasa hizi salama. Naomba uzungumze kwa upande wako, nini unataka kufanyike katika maeneo haya? Sisi tunaomba turekebishiwe hapa daraja. Maji yanaingia majumbani kwetu, hatuna amani. Watoto wanashindwa kwenda shule. Kama juzi watoto wameshindwa kwenda shule kwa sababu ya maji, mafuriko yamebomoa paka hizi njia huku, naona. Hatuna sehemu ya kupita, barabara imekatika, watoto wanashindwa kwenda mashuleni. Maji ya dampo yanaingia kwenye majumba ya watu, yanakuja na mapempazi manini, uchafu, matakataka kibao yanaingia ndani. Hali ni mbaya. Yaani hatuishi, magonjwa, mapele yanatokea ndani ya mwili kwa sababu ya haya maji ya dampo yanatuzuru. Tunaomba msaada. Sawa, tunasema kwamba serikali mara nyingi inaanzia huku chini ndipo inaenda juu. Sasa nataka uambie wana Mustafa ambao wanakutazama kwa saizi. Je, serikali ya Mustafa imeshiriki vipi katika hili tukio? Kusema kweli, ndugu mwenyekiti amejitahidi sana. Akisaidiana na mheshimiwa diwani. Kwa sababu gani? Yaani hapa pametengenezwa, mitaro hii kulikuwa chini sana, maji yalikuwa yanasambaa kwa wingi sana. Sasa hivi kidogo, yani kidogo afadhali. Maji hayasiri sana, lakini bado yanafanyaje? Yanasogea kwenye majumba ya watu. Kwa hiyo diwani pamoja na mheshimiwa mwenyekiti hawawezi bila msaada wa nini? Ngazi za juu, bila mkurugenzi kusaidia. Salama. Hebu naomba nayo zungumza kwa uchache sana hususan katika tukio zima hili leo.
Kiukweli haya maji ya dampo yanatuzuru sana, kwa sababu kama watoto wadogo kama vile hawawezi wakapita wakaenda shule. Hata yule mkubwa mwenyewe bila kuvushwa hawezi kupita. Haya maji ya dampo wasipotusaidia kwa kweli tutaathirika sana. Nini wito wako sasa kwa watu wazima? Tunamuomba mkurugenzi aje atusaidie, akija akiona at least ataguswa, atatoa naye msaada. Kwa wito wenu nyinyi ni kwamba mkurugenzi afike mahali hapa. Afike hapa ili atusaidie. Bila hivyo hatuwezi. Na tunashuhudia viongozi wengi sana wamekuwa ni wazito sana kufika sehemu kama hizi. Unahisi nini kinawakwamisha? Labda ni kazi nyingi, lakini sasa sisi wito wetu mkurugenzi afike. Afike eneo la tukio ili aone kwamba namna gani anaweza katatua hii changamoto. Atatusaidia vipi sisi wananchi? Naam, kama unavyoona hao ni wananchi wa maeneo ya kwa Mustafa, lakini bado tutapita pia tuweze kuzungumza na mtu mwingine. Habari kiongozi? Salama, za kwako? Bwana salama sana. Hebu naomba uzungumze na wewe, nini rai yako kwa uongozi wa serikali zetu zinazosimamia? Hii ni changamoto ya muda mrefu sana hapa. Ni muda mrefu sana tukiwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na diwani wamejitahidi kupambana, wamechonga mfereji, maji yameenda, lakini bado changamoto inaenda kwenye makazi ya watu. Ni maji haya yanatoka dampo, ni maji machafu. Kwa hiyo mkurugenzi, tunakuomba ufike katika eneo hili ili uweze kuona athari, kwa sababu sisi wananchi tunaumia sana. Huko kuna wananchi wana visima. Hivi visima wananchi wanakunywa maji. Unategemea sisi afya zetu zitakuwaje? Kama wameshindwa waje waangalie athari ya huku, kama vipi waje watuondoe, kwa sababu hii ni changamoto kubwa, ni ya miaka mirefu sana, kwamba sisi tunaathirika. Haya ni maji machafu yanakuja kwa wananchi, watoto wanashindwa kwenda shule, watu wanashindwa kupita. Hili daraja linakatika, alikuwa hivi kwa sababu ya changamoto ya maji. Haya maji yote yanatoka dampo. Kwa hiyo tunakuomba mkurugenzi uje katika eneo la tukio. Sisi tunaathirika, sisi wananchi. Sawa. Nini mchango wa diwani katika maeneo haya? Diwani amejitahidi, huu mfereji haukuwa hivi. Wameuchimba ili maji angalau wapite, lakini bado wamechimba, lakini bado hili daraja ni dogo. Daraja ni dogo sana. Kwa hiyo nguvu ya diwani hapa imeshindwa. Kwamba yeye alishauri kwamba mkurugenzi, yani alishauri kwamba hii nguvu ipo kwa sababu mkurugenzi yeye ndo ana hazina ya fedha ya mtaa. Kwa hiyo sasa sisi tunaomba mkurugenzi aje katika eneo la tukio hapa ili angalie hili daraja kama ikiwezekana waweze kuling'oa litoke. Kwa hiyo unasema kwamba viongozi katika serikali yenu ya chini wamejitahidi kwa nafasi kubwa sana. Kwa bado mnahitaji viongozi wakubwa ili waweze kuja kufika mahali hapa. Lakini mara nyingi viongozi wengi wamekuwa ni wazito sana kuja katika matukio kama haya. Unahisi changamoto inakuwa ni nini? Tunashindwa kuelewa kwa sababu ni muda mrefu hatuelewi, ndio maana tunahisi kama vile tumetengwa huko. Kwa hiyo rai yako ni kwamba uongozi uweze kufika mahali hapa ili waweze kujua nini changamoto waweze kutatua. Almost hata zaidi ya miaka 5. Zaidi ya miaka 5. Yaani toka dampo limeanza hivi. Toka dampo limeanza hivi. Athari kwa sababu kule dampo kule ukuta wa dampo umekatika kule. Lakini hatujaona ule ukuta kama umerudishiwa. Uchafu unatoka kule kwenye dampo kule unakuja kwa wananchi. Na sisi huko ukiangalia hapa kuna kazi kama 500. Unategemea wananchi wanaishi wanaathari kiasi gani na uchafu. Na hili dampo ni dampo kubwa la Dar es Salaam. Yaani mkoa mzima ambao unakusanya taka katika jiji la Dar es Salaam. Nadhani serikali hili dampo linaangalia kwa jicho la pekee. Sasa je, kuliangalia vile wananchi tunaokaa hapa sisi watufikiriaje sisi? Na unahisi mwenyekiti wa kwa Mustafa huwa anawajibika ipasavyo katika maeneo yake? Mwenyekiti anapambana, kama hapa unaona barabara katika, tumejitahidi kuleta vifusi, mawe, jitihada ya mwenyekiti. Ukiangalia barabara ilikuwa haipitiki pale. Ilikuwa haipitiki. Hii changamoto hii mola hii ni jitihada za mwenyekiti. Na kwa hiyo rai yako hasa sasa nini kwa serikali tukufu? Rai ni kwamba tunamuomba mkurugenzi aje. Kwa sababu yeye ni ngazi ya juu, yeye tunamuomba aje hapa, baada ya hapo yeye ndio atatuambia kwamba kama itashindikana basi naomba hata rais. Nashukuru Mwenyezi Mungu kidogo mwenyekiti alipopita akachimba mtaro umetusaidia maji kwetu. Hebu angalia kuna daraja ambalo kwa mfano kwenda dukani, sasa twende dukani. Kuna daraja lipo la mbao. Mwende mkaliangalia. Je, haya maji yanapita juu ya daraja au juu ya daraja baada hajaanza kufikia? Yanapita juu ya daraja. Nini rai yako sasa ili kiweze kufanyika? Ni daraja tu hapa. Hawezi kurekebishwa. Unahisi viongozi wako wa chini huko wanawajibika ipasavyo? Wanawajibika. Kama hivyo mwakuta wapo. Sio kwamba labda wamekuja mahali hapa kwa sababu wamejua kama kuna media inaweza kufika mahali hapa. Labda alijua diwani atakuja. Kwa sababu nyinyi kama wananchi, mara nyingi sisi wananchi tuna changamoto moja. Yaani tumekuwa viongozi, baadhi ya viongozi wakiwepo katika sehemu husika tumekuwa tuzungumze zile kero mbalimbali. Sasa mimi ninachokitaka mzee wangu uweze kuzungumza kama wewe ni mkazi wa maeneo haya. Kama unahisi kwamba labda viongozi wamekuja kwa sababu wamejua kuna media ambayo inakuja au ni mara kadhaa viongozi wamekuwa wakijitokeza katika maeneo kama haya. Wanakuja kutokea na maanga kama haya.
matatizo kama haya. Kwa kifupi, mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa Mustafa pamoja na diwani wao wanashiriki moja kwa moja katika changamoto zenu. Hasa mwenyekiti. Okay. Yeah. Mwenyekiti ndo mara nyingi amekuwa akisupport. Unavyoona majanga kama haya. Okay. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tumepata jamaa bwana anayepambana huyo mwenyekiti wetu. Anajitahidi sana. Alafu mimi nataka pia kule kwa sababu ukiangalia hii asali ujue imesababishwa na baada ya kubomoka ukuta kule dampo kule. Na ukiangalia hiyo taasisi ya dampo ujue ni taasisi kubwa ujue. Nalo waliangalia hiyo. Okay. Hawatuangalii kabisa sisi wananchi kwamba tunatesekaje ujue. Kuna watu mpaka wamekimbia majumba yao ujue akaisa. Okay. Nini rai yako sasa kwa uongozi? Mkurugenzi tunamuomba aje. Okay. Zaidi ya miaka 5 ujue. Kilio chenu kikubwa je, mnahitaji mkurugenzi afike mahali hapa. Afike hapa. Tujue tunafanyaje. Okay. Kama ulivyoambiwa na dada juzi watoto hawajaenda shule. Njia haipitiki. Okay. Unaona? Watu na magari yao wanashindwa hata kupita. Wanapaki pembeni kule. Okay. Hiyo ni asali bwana. Kwa hiyo inabidi mtusaidie sana huyu. Sawa, haina shida. Mtazamaji wa Sanga Media, nadhani kameramani wangu anaweza kawaonyesha hii ni hali halisi ambayo inaendelea katika maeneo haya. Hiki ni kivuko ambacho kipo maeneo ya kwa Mustafa ambako tunatambua ndugu yetu mwenyekiti Mheshimiwa Fikiri Rajab Timbo. Tunashuhudia maji ni machafu kama kameramani wangu anaweza kuwaonyesheni. Haya ni maji ambayo yanatoka dampo. Ukuta kule umepasuka na maji yanakuja. Lakini kama unavyojua huku kuna watoto ambao ni wadogo wanahitaji kwenda shule, na kama unavyojua watoto hawajui athari ya maji machafu kama haya. Mamangu wa kumalizia kule hujaona pia. Okay. Sasa ingewezekana tungeenda kule pia wakaya huko. Okay. Hapafai. Mtoto kama yule akitoka ni shida. Yaani maji yenyewe ni meusi, hata haya kidogo yametoa. Yaani haya maji haya meupe. Maji ya kule ni meusi zaidi kuliko haya. Yale yamesambaa kabisa kwenye makazi ya watu. Okay. Kwa maana sisi kilio chetu ni kikubwa na hii njia ni kubwa. Hii njia imetoa, yani inapita mpaka kuendea Viwege. Wakazi wa Viwege barabara yao kubwa ni hii. Okay. Wanashindwa hiki ni kivuko kikubwa. Hiki ni kivuko kikubwa. Wanashindwa kufanya biashara zao kwa sababu ya hiki kivuko. Okay. Kwa maana hiyo sisi aje ndio maana tunamdai mkurugenzi akishakuja ataona tunachokiongea. Maana kwa imani yenu mnaamini kwamba kivuko hiki kikarabatiwa vizuri kitarahisisha pia watu kwenda katika mihangaiko yao. Yaani kinarahisisha sana kwenda kwenye mihangaiko yao kwa sababu watu wa Viwege hii ni njia yao kubwa sana. Wanapita. Barabara kuharibika toka jana wanapata shida. Wanakuja mtu na mizigo anashusha kule, anatembea, anafanyaje? Kwa maana hiyo ndio maana tunamdai aje. Atavyokuja ndo atajua hiki sisi tunachokiongea, lakini kila siku kweli mheshimiwa mwenyekiti anatoka, anamfuata diwani anatoka, anaenda kwake yeye, lakini hajafika eneo la tukio, anasikiliza. Sisi tunataka ashuhudie kwa macho, aone. Akishaona atajua nini sisi tunamaanisha. Okay. Lakini hali ni mbaya. Wenzetu waliokuwa kwenye migodi ya Arusha wapi? Waliokuwa pembeni ya migodi wananeemeka na zile dhahabu zinaotoka. Lakini sisi tupo dampo, hatuna tunachoneemeka nacho zaidi ya maradhi, shida na tabu. Sasa nini? Basi atutoe, sisi tuondoke. Tuachie wachague, watoe dampo watutoe sie. Sisi tupo tayari kutoka. Sawa. Sisi tupo tayari kutoka muda wote wakati wowote. Ili tuachie waendelee na miundombinu yao. Na kama imeshindikana basi waje kutuwekea mazingira sahihi ili na sisi tujiishi kama Watanzania. Kwa nini tunajiishi kama sisi wa Burundi au wa Rwanda? Kwa sababu hatuna amani. Mvua ukisikia mawingu tu yanaanza. Mvua inanyesha, mtu unalala kwa wasiwasi. Unajua muda wowote wakati wowote kitanuka. Maana yake nini? Sawa, kama ulivyomsikia mamangu hapa anakuambia muda wote saa yote huwa mara nyingi mvua ikinyesha huko kinanuka. Na sisi lakini hapa tumefika, tumekutana na uongozi wa serikali ya mtaa hapa, tunazungumza mwenyekiti wa maeneo ya huku, lakini pia tumemwona mheshimiwa diwani. Hivyo tutaenda kuzungumza nao machache, mheshimiwa diwani pamoja na mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa Mustafa. Anakwenda kwa jina la Fikiri Rajab. Ngoja na wenyewe tuzungumze nao kwa uchache ili tuone sasa tathmini yao kwa ujumla. Awali tumekuja tena katika vyanzo hususan ambavyo vinasababisha maji taka ambayo yanatoka maeneo ya dampo na kuja katika makazi ya watu. Tunatambua kama unavyojua Watanzania tulikuwa wengi tunamiliki watoto, lakini kama unavyoona maji haya si maji salama sana kwa watoto, na kama unavyoona ni makazi ya watu mbalimbali, na maji ni maji ambayo ni machafu, ambayo si rafiki sana kwa shughuli zetu za kibinadamu na kwa watoto wetu ambao tunaishi nao. Hivyo basi tunajaribu kupambana kuweza kuwasiliana na wakurugenzi au wahusika katika ngazi mbalimbali, na leo tutawaahidi wananchi tutaenda kufika hadi kwa mkurugenzi tuweze kuwasiliana naye, kama tuweza kupata mawasiliano yake tuweze kumwambia hali halisi tunachoendelea kujiri katika maeneo haya, katika ukuta wa dampo ambao umepasuka wanaleta maji machafu katika makazi ya wananchi. Tupo sehemu ya tukio, lakini tumefika mahali hapa ni kwa sababu kwa mujibu wa wananchi wametuleta sasa katika source na moto ya hizi shughuli zote ambazo zinaenda kutokea katika ile daraja la awali. Kwa hiyo huku sasa ndio sehemu ambako changamoto zinapoanzia. Kama unavyoona huku haya ni maji ambayo ni machafu ambayo yametuama, na tunatambua kuna mtu asiyejua. Wataalamu wa jiografia nadhani mnaelewa, kwa maana maji kama hapa yanatuama miaka mingi hayana uwezo wa kukauka leo wala kesho wala kesho kutwa. Na huku wakati huo pia ukumbuke kwamba huku kuna makazi
ya watu ambao wanaishi. Kuna watoto wadogo, kuna watu wazima ambao wanaishi katika mahali hapo. Lakini kama unavyoona, haya ni maji ambayo yanatoka katika dampo kuu. Hili ndio dampo kuu. Naweza kusema ni 50% mpaka 60 jiji zima ila Dar es Salaam taka zimekuwa zikiletwa huku. Sasa kwa sababu ni ukuta wa miaka mingi, bado miundombinu haijawekwa kwamba ni rafiki. Kwa maana kwamba ukuta sasa ushaanza kutoboka baadhi ya sehemu. Kwa hiyo sasa ukishatoboka huo ukuta unamwaga maji machafu kama vile unavyoona kameramani wangu anavyokuonyesha. Sasa kinachotokea sasa hapo, mvua kidogo tu ikinyesha, maji yote yanaanza kutiririka. Yanaenda sasa kuunganika kwenye lile daraja ambalo tumetokea. Kwa unakuta kwamba sasa maji yanaenda kuchanganyika, maji ambayo ni machafu pamoja na maji mengine ambayo yanatiririka yanatokea maeneo ya Kisarawe na kadhalika. Kwa hiyo hii ndio hali halisi. Sasa tumekuja katika source ya hili tukio, ili sasa tuweze kuona kukusanya matukio kuanzia kwenye ile daraja ambayo tumezali nalo katika, lakini source kubwa ndio hii. Kwa wananchi wametuleta katika source ya tukio zima la leo. Hawezi kukauka kabisa. Kwanza kuna manyasi, alafu maji yametuama yanatembea. Sababu hii yamejiweka hapa kama ni shimo. Yaani imejiweka ni maskani.